الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، endelea na kitabu chetu cha Nadhmu al-Kafafi, tukiwa leo hii tunaanza faslun fi zakati al-fitr, mlango unaozungumzia zaka ya fitr. Al-fitri bimaana kwa kasra yafaa ukasema al-fitra, imetokamana na neno hili kana kwamba limetokamana na al-khilqa, umbile la mwanadamu. Kwa ni zaka inayofungamana na kiwiliwili cha mwanadamu, zakatul fitra au zakatul fitri bikasri al-fa'i. Ukisema al-fitra unamaanisha al-khilqa, kwa maana ya umbile la mwanadamu. Kwa hiyo zaka hii inafungamana kana kwamba na kiwiliwili cha mwanadamu. Lakini pia zaka hii ya al-fitr imeitwa zakat al-fitr kama alivyosema Imam Ibn Qutayba, imeitwa pia bi sadaqati al-fitr, bimaana ni sadaka kwa ajili ya sadaqatun nufusi, sadaka ambayo inahusiana na nafsi. Sadaqatu an-nufus, sadaka ya nafsi. Ala kulli hali, zaka hii imekuwa ni wajibu au imekuwa inampasa mtu kuitoa baada ya mwezi wa Ramadhani. Inampasa mtu kuitoa baada ya mwezi wa Ramadhani. Na hekima ya kuruhusiwa zaka hii kama wanavyosema na wachuoni ni arifqu bil fuqara, ni huruma kwa mafakiri, fi ighna'ihim 'ani su'ali fi yawm al-fitr, kunako kutoshelezwa wao na kuombaomba siku ya Idi. Kwa maana nao waache kuwaombaomba na kuwahitajia wale wenye mali ile siku ambayo ni siku ya Eidul Fitr. Lakini pia vile vile saumu hii imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria. Saumu hii au zaka hii imefaradhishwa, fardhu saumi zakati al-fitr au fardhu zakati al-fitr. Zaka hii ya al-fitri imefaradhishwa mwaka wa pili hijiria, mwaka wa pili hijiria. Masala ya mwisho ni ipi hukumu ya zakatul fitr? Hukumu yake ni lazima mtu kuitoa au inapendeza, mustahabu au ni sunna? Na kama ni sunna, ni sunna gani? Aljawabu khilafu baina ahli al-ilm, jawabu wanawachuoni mtofautiana. Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani amenukuu kutoka kwa al-Imam Ibn al-Mundhir na wengineo kwamba ajma al-ulama, wamekubaliana wanawachuoni ala annaha faridha, kwamba hii zakat ni zaka ya faradhi. Wamekubaliana wanawachuoni. Na unaposema faridha maana yake unawatoa nani? Hanafia, madhhabi ya Imamu Abu Hanifa. Yeye unaposema wajibu na faradhin, yani yeye maneno haya, matamshi haya mawili kwenye madhehebu yake anayatofautisha. Yani faradhi
ni tamshi linatumika kwa ajili ya vitu fulani, na wajibu ni tamshi linalotumika kwa ajili ya maelezo fulani. Kwa hiyo Hanafia hawasemi faradhi, bali wao wanasema ni wajibun, sio faradhi. Lakini pia vile vile imenukuliwa kwenye madhhabu ya Malikia kutoka kwa al-Ashhab, al-Imamu Ashhab, na baadhi ya wanawachuoni wa Kishafi wanasema zakatul fitri ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, iliyotolewa, iliyofanywa kuwa ni ya msisitizo, sunnatun muakkada. Lakini pia ni kauli ya baadhi ya adh-Dhahiria na wengineo. Na hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu inda al-Hanafiyya, inda Shafi'iyya, kama Shafi'i, kwamba Abdullah ibn Umar alipotuambia, aliposema farada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam zakat al-fitri, neno hili farada Rasulullah, madhhabu ya Kishafi'i, neno farada wao wamelifanyia ta'wil, kwa maana qaddara. Hawasemi farada, wanasema qaddara, alikadiria Mtume sallallahu alayhi wasallam zaka ya fitri kuwa ni pishi sa'an min tamri. Kwa hizi ni khilafu za ahlul ilm. Kwa hiyo indana kwenye madhhabi ya Malikia, kwa kauli ya Ashhab, inaonyesha ya kwamba zakatul fitri ni sunnatun muakkada, ni sunna iliyokokotezwa, iliyotiniwa nguvu. Na imetamkwa na Qur'ani zakatul fitri, qala Allah ta'ala qad aflaha man tazakka, qad aflaha man tazakka, kwa hakika amefaulu yule ambaye aliyetoa zaka. Na imethibiti kwenye tafsiri aya hii kwamba annaha nazalat fi zakatil fitr, kwamba aya hii iliteremka kuizungumzia zakatu al-fitri. Na katika sahihaini hadithi ya Abdullah ibn Umar, hadithi maarufu, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, alifaradhisha Mtume sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Kwa hiyo zakatul fitri imethibiti kwa Qur'ani au kwa sunna? Je, usunna wake muakkada au wajibu wake umethibiti kwa Qur'an au kwa sunna? Kauli ya kwanza, umethibiti kwa wajibu wa Qur'an, au umethibiti wajibu wake kwa Qur'an, umethibiti wajibu wake ndani ya Qur'an, pale ambapo Allah subhana alipoiambatanisha swala na zaka. Mara kwa mara Allah anaambatanisha swala na zaka. Kwa hiyo kuiambatanisha swala na zaka ni ishara ya wazi ya kwamba zakat imethibiti kwa kupitia Qur'an. Kauli ya pili, imethibiti kwa kupitia sunna ya Sayyidu Adnani sallallahu alaihi wasallam, ambapo tumepita hadithi hiyo, hadithi ya Abdullah ibn Umar ambayo ni fi sahih, kwamba Mtume anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakata al-fitri ala an-nasi min Ramadan sa'an min tamri, mpaka mwisho hadithi. Farada zakata al-fitri, kwa imethibiti ufaradhi wake kupitia sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal khulasa, kauli ambayo ni mashuhur kwamba wajibu wa zakatul fitri umethibiti kwa dalili imma ya Qur'an na imma katika sunna, bimaana vyote kwa ujumla wake. Na Imam Tirmidhi ameleta riwaya maarufu kwenye jamii yake. Anasema Imam sahibu alkitab, baada ya huu tangulizi mfupi, min alfaraidhi zakatul fitri tajibu bilghurubi au bilfajri بفضل ما لزم ذاك اليوم من قرب ورق وهدي لم تبن وهل على الموسر بالقضاء يجب تسلف الصاع أو إنما ندب.
anasema rahmatullahi alayhi, min alfaraidhi zakatul fitr, miongoni mwa faradhi za kutolewa za lazima ni zakatul fitr. Tumesoma kwamba kwenye Malikia wanasema ni sunnatun muakkada. Kwa hiyo miongoni mwa faradhi ambazo zimefaradhishiwa watu ni zakatul fitr. Tajibu, zaka ambayo inakuwa wajibu kuitoa bilghurubi, pale ambapo jua linapokuwa limezama siku ya mwisho kabisa katika mwezi wa Ramadhani. Kwa maana maelezo ya uwajibu wake kuitekeleza yanaanza kupatikana kwenye ule usiku wa mwanzo wa Lailatul Eid. Usiku wa mwanzo wa Lailatul Eid, wajibu wa kuitekeleza zaka hii unaanza pale ambapo usiku wa mwanzo wa Lailatul Eid. Lakini vile vile hukumu ya kuitekeleza zakatul fitr itadondoka, itakuwa haipo kwa yule ambaye atakayezaliwa baada ya jua kuwa lishachomoza. Yani yule mtoto ambaye amezaliwa baada ya kuwa jua limeshachomoza, fahadha tasqutu, inadondoka kwenye kauli miongoni mwa kauli. Kwa hiyo minal faraidhi, miongoni mwa faradhi zakatul fitri ni zaka ya fitri, tajibu, inawajibika kuitoa bilghurubi, ule wakati wa kuzama jua wa siku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, au bilfajri, au vile vile wajibu wake unapatikana kwenye fajiri ya siku ya Eid, au bilfajri, au wajibu wake unapatikana kwenye ile siku ya au alfajiri ya siku ya Eid. Na vile vile katika hili wanasema ya kwamba mtu atakayekufa kabla alfajiri yaum al-Eid, umiliki wa yeye kuitoa zakatul fitr unadondoka. Umiliki wa kuitoa zakatul fitr unadondoka, kwa sababu natuambia muda wake ni ghurubu shamsi au alfajr, kuzama kwa jua kwa siku ya mwisho ya Ramadhani, au vile vile alfajiri ya siku ya Eid. Kwa hiyo ikitokea baada ya jua kuzama, mtoto kazaliwa au akafa mtu kabla alfajiri, ule uwajibu wa kuitoa zakatul fitri haupo. Qala, nasema baada ya kusema kwamba zakatul fitri ni wajibu kwa kuzama jua au wajibu muda wake ni jua linapozama, au vile vile kabla au kwenye alfajiri ya siku ya Eid, bifadli ma lazima dhaka al-yawma min qurbin wa riqin wa hadiyyin lam tabin. Kiwango cha kutoa nasema bifadli kinakuwa ni kwa kile ile ziada. Bifadli, kiwango cha kuitoa zakatul fitri siku hiyo ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, bifadli ni kwa ziada iliyozidi ma lazima dhaka al-yawm, ya kile ambacho kililazimika kutolewa siku ile ya Eid al-Fitri, kile ambacho kililazimika katika chakula kukitoa siku ya Eid al-Fitri, sasa kikawa kimezidi kile ambacho kimezidi. Tuna watoto 10 ndani, watoto 5, mama wageni wamekuja, jumla yetu sisi tutatumia mchele wetu labda mathalan kilo 5 au kilo 7 au kilo 10 kwa siku hiyo ya leo yote, lakini mchele tulionunua ni kilo 25. Kwa tukiitoa 10 tunabaki na 15. Hii 15 hii bifadli ni kwa ile ziada ma lazima dhaka al-yawmi, ya kile chakula ambacho kililazimika kutumika siku hiyo ya Eid. Hiyo nukta ya pili. Baada ya kutaja muda wa kutoa zakatul fitri, kisha ametoa kiwango au sio kiwango bali
unaitoaje? Kinatoka wapi? Jawabu, kinatoka kwenye ziada ya kile chakula ambacho kimezidi siku ya Eid. Akaja akataja nukta ya tatu ya kwamba, na haya nataja kidogo kidogo kwa sababu masaili pia mkhilafia. Min qurbin, bimaana kimezidi kile chakula kutokamana na wale ndugu wa karibu ambao uko nao. Min qurbin, kutokamana na wale ndugu wa karibu ambao wewe unawahudumia, unawasimamia, unawalisha, akapatikana ziada ya kilichobakia, akapatikana ziada ya chakula ambacho kimebakia ulichokuwa umekiandaa kwa ajili ya familia yako na ndugu zako wa karibu. Kwa hiyo pakabakia ziada, ile ziada ile ndio ambayo inaingia kwenye zakatu al-fitr. Qala sema wariqin, na vile vile wariqin, na wale wenye utumwa, na wale wenye utumwa, bimaana wale ambao wewe unawasimamia katika utumwa wao, katika mamlukati, wewe ndio kibosi wao pale, wewe ndio unawasimamia kula kwao, kuvaa kwao. Kwa hiyo umeshakiandaa chakula kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watumwa, kwa ajili ya ndugu wa kwako, upande wa baba, upande wa mama, au upande wa mke, upande wa mume. Umeshaandaa chakula kwa ajili ya siku hiyo, pakapatikana fadhlun, ziada, basi watakana ya ziada utaitoa zakatul fitr. Qala sema wa hadiyin lam tabin, wa hadiyin, alhadiyi huyu ni zauja, hadiyin huyu ni mke, wa hadiyin lam tabin, na mwanamke ambaye lam tabin, ambaye hajaachwa talaka ya kuachana moja kwa bain, yani yule mwanamke ambaye yupo kwenye talaka rejea au talaka kadha, hajafikia kiwango cha talaka ya kuachana moja kwa moja, talaqum bain, talaka ya kuachana moja kwa moja, haijafikia huko. Kwa yule mwanamke ambaye naye yupo kwenye hauza yako, hajafikia kiwango cha kupewa cha kutoka kwenye talaka bain, sawa sawa atakuwa yupo kwao, sawa sawa atakuwa yuko wapi, lakini talaka ile ya kuachana moja kwa moja bado haijamwangukia, basi mwanamke huyu naye kile alichokiandaa kwa ajili ya yeye pia kukitumia, anaingia kwenye hili kundi la hawa wanawake, la yeye mwanamke, watoto, watumwa, ndugu. Umeandaa chakula, kama ni mchele umenunua kwa ajili ya hawa wote, fabaqiya alfadl, pakabakia ziada. Hiyo ziada hiyo ndiyo inayoangaliwa kwenye zakatul fitri. Bimaana vile vile hata kama mwanamke huyu atakuwa mathalan bain, atakuwa ni hamil, atakuwa ni mjamzito, hata kama atakuwa mjamzito, basi naye pia vile vile anatakikana umpe zakatu, umtolee zakatul fitr. Tayib, sasa baada ya kutaja hawa watu hawa, hii ni ishara ya kwamba anakuonyesha ya kwamba ni watu gani unatakikana uwatolee zakatul fitr. Jawabu, unawatolea zakatul fitri wale ambao wapo chini ya umiliki wako. Kama watumwa, utatakiwa umtolee mtumwa wako. Kama alikuwa ni karibun, ndugu yako wa karibu, mtoto wa kaka yako, baba yako, nani yako, ndugu zako wa karibu ulionao, watolee zakat. Mtoto, tolee zakat. Mkeo, hata kama yule mke bado talaka yake haijamuondosha nyumbani moja kwa moja kuachana, naye pia watakikana umtolee zakatul, hata kama ni mjamzito. Kwa hii ni ishara ya maneno yake kuonyesha ya kwamba hawa pia ni katika watu wanaokuwajibikia wewe uwatolee zakatul fitr. Akamaliza beti ya leo ya 3, wa hal ala almusir bil qada yajib tasallufu as-sa'i aw inma nudib. Biashara yote imegawiwa katika makundi manne. Biashara yote imegawiwa katika makundi manne. Kundi la kwanza wanasema
almuajjal bilmuajjal. Kundi la pili almuajjal bilmuajjal. Kundi la tatu ni almuajjal bilmuajjal. Kundi la nne ni almuajjal bilmuajjal. Haya mambo manne ndio makundi ya biashara zote duniani zinatembea kwenye vitu hivyo vinne. Almuajjal bilmuajjal, 500,000 hii hapa, nipe simu. Nakupa 500,000, unanipa simu. Manake ni papo kwa papo, muajjal bilmuajjal. Kupa simu na kupa pesa, unanipa simu. Ndio almuajjal bilmuajjal. Pili almuajjal bilmuajjal. Almuajjal bilmuajjali, sina pesa, hauna bidhaa, lakini tutafanya biashara. Mimi hapa nilipo sina pesa, wewe mwenyewe huna bidhaa, takuletea baada ya nusu saa, niuzie hivi. Na nakwambia na mimi nitakuletea baada ya nusu saa, au baada ya lisali nzima, au wiki. Almuajjal bilmuajjal. Sina mimi mali, sina chochote mkononi, sina chochote, lakini nataka hili kapeti, nataka huu waya, nataka hii nguo, niuzie hii nguo. Shingapi? Kiasi kadhaa. Haya, sina lakini pesa. Na yeye mwenyewe anakuambia hii sio ya kuuza, yenyewe na kuuza itakuja baada ya wiki. Niyo nataka kuuzia itakuja baada ya wiki. Kwa ni muajjal bilmuajjal. Tatu almuajjalu bilmuajjali. Almuajjalu bilmuajjali, 50,000 yako hii hapa, 10,000 yako hii hapa. Halafu wewe sasa, ili unipe hiyo simu ya 50,000, unasema baada ya wiki. Baada ya wiki nakupa 50,000 hapa. Shingapi simu? 100,000. Haya, 100,000 hii hapa. Simu itakuja Jumatatu. Simu itakuja Jumatatu. Ni muajjal bilmuajjal. Sasa hii almuajjal bilmuajjal ndio hii kaitamka hapa, wa hal ala almusiri bilqada yajib tasallufu as-sa'i aw innaman. Ndio hii almuajjal bilmuajjal. Ninakupa, lakini wewe nakupa thamani, lakini muthman haunipi, unanipa muda. Sasa beti nasema hivi, wa hal ala almusiri bilqada yajib tasallufu as-sa'i. Na je, yule ambaye almusir bilqada, yule ambaye ana hali ngumu, yule ambaye ana hali ngumu ya kutoa zakatul fitr bilqada, kwa kulipa, yajibu tasallufu sa'i. La, almusir mwenye uwezo, almusir mwenye uwezo. Je, yule mwenye uwezo inawajibika kufanya taslifi ya pishi, akalipa, yeye ana uwezo, akalipa pishi. Nauza shingapi mchele? Mchele tunauza kilo shilingi 2,800. Kwa mujibu wa familia yangu natakana kilo 30, kilo 40. Akalipa kilo 40. Halafu huo mchele utaingia baada ya siku 3. Je, ukiingia kwenye hiyo siku 3 alipe agawe au kalla? Ndio hilo tunasema hapa, wa hal ala almusiri bilqada. Na je, ni wajibu kwa yule mwenye uwezo wa kulipa, yajibu tasallufu sa'i, ni wajibu yeye kuchelewesha, akachelewesha kukabidhiwa pishi, ni wajibu, ni lazima?
au inma nudib, au si vinginevyo tu bali inapendeza, imesuniwa hivyo, au imesuniwa hivyo, ni jambo la sunna, sio wajibu. Haya ndio masala ambayo kayataja hapa. Wal jawabu ni yale ambalo kaitamka Imam Ibn Rushdi rahmatullahi alayhi, na pia ametamka Imam Muhammad ibn Habib, anasema la yalzamuhu tasallufu, haitolazimika, si jambo la lazima yeye kufanya tasallufu. Liannahu rubbama ta'adhara alayhi alqada, kwa sababu inawezekana pakatokea udhuru wa yule muhusika kulipa lile deni au kuleta ile bidhaa, ikawa kuna shida tayari. Kwa hiyo ala kulli hali mtu mwenye uwezo asifanye tasnif. Kwa hiyo kitendo cha kukupa mali alafu wewe utanipa baada ya siku 3 manili mzigo wangu, kwenye kadhia hii ya mtu ambaye mwenye kutoa zaka asifanye, hatutakiwa ifanye. Kwa ujawabu si wajib, lakini la yalzamuhu. Na hata al-Imam Ibn Abdul Baqi naye pia na kauli kama mbili kunako kadhia hii. Kwa hiyo hal ala al-musir bil qada' bisallufu sa'i au inma nudib, au inasuniwa? Jawabu haisuniwi, wala sio jambo la wajib, bali haipaswi kwa mtu mwenye mali kulipa bidhaa, anajua kabisa bidhaa hii ni bidhaa ya salaf au ya salam. Na zote aina mbili, as-salam was-salif, naitwa hivyo salam was-salif. Salam inaita baadhi ya nchi za Kiarabu, was-salif inaita baadhi ya nchi za Kiarabu, lakini yote maana yake ni moja. Kulipa lakini utapewa baada ya wiki, kulipa imetakuwa baada ya siku 3, kulipa imetakuwa baadaye. Sasa mtu mwenye uwezo hatakiwi kufanya hivyo kwenye zakatul fitri. Mtu mwenye uwezo hatakiwi kufanya hivi kwenye zakatul fitri, kwa sababu huyu unayemfanyia hivyo au huyu unanunua kwake, panawezekana pakatokea udhuru kukukabidhi huo mzigo wako baadaye huko, na wewe tayari muda wa zakatul fitri umeshafika, muda wa zakatul fitri umeshawadia, na watu wanatakikana watolewe zakatul fitri. Allahu